Jamani, nimewamisi yani nilikuwa nimeondoka kidogo, nilienda kwenye kambi la mauzo ya vitabu la wainjilisti wa vitabu, linaitwa Think Big. Umeshawahi kusikia Think Big? Wangapi umeshawahi kusikia Think Big, wainjilisti wa wanafunzi wa vitabu? Hata nyinyi mnaruhusiwa mkimaliza tu form 4 mnaruhusiwa mkajiunga na Think Big. Think Big ipo kwa ajili ya wanafunzi wanakuwa wanafundishwa kazi ya Mungu kwa kusambaza vitabu. Kwa hiyo wanapewa vitabu, vinakuwa vipo, wanapewa, wakishapewa wanaingia ofisini, wanaenda kwa mtu binafsi, wanaenda popote pale, wanauza vitabu. Lengo ni kwamba kuwafundisha wanafunzi au vijana kwa kazi ya utume. Unajua watu wengi hii kazi ya utume hawaishadadii sana, lakini sasa ipo kwa ajili ya lengo la utume namba 1, kwa ajili ya kuongoa roho. Unapomuuzia mtu kitabu, maanake kwamba yule mtu akienda kukisoma hicho kitabu atakutana na nini? Na ujumbe, atamfahamu Yesu Kristo. Lakini pia hii ni kazi nzuri, kazi ya Mungu ambayo ametuita sisi tuweze kufanya. Lengo la pili la hii program ni kwamba inawasaidia wanafunzi kupata ada. Pale unapouza vitabu unapata percent ya faida, ambayo ile percent ya faida itakusaidia kupata matumizi yako wewe kama wewe binafsi. Kwa ina maana utaacha hata kutegemea wazazi, utaanza kujitegemea wewe mwenyewe. Lakini pia ukifikia goli ambalo wameweka wao kwamba uuze vitabu angalau vifike milioni 6 na laki 6, au ufike nusu ya goli, yani milioni 3 na laki 3 na kuendelea, utaweza kulipiwa ada, scholarship. Kwa hiyo utashangaa unajisomesha wewe mwenyewe bila wazazi. Sasa ndo nilikuwa kule kwenye hilo kambi, nilikuwa kama msimamizi wa hawa wanafunzi kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7. Ndio maana mliona nimepotea. Mnisamehe kwa kutowaaga. Nimeshanisamehe? Hasa nafurahi. Sasa tuanze ibada yetu. Mimi ibada kuanza bila kuimba, kwa kweli wasioni kama nahubiri. Kuna mtu ana kitabu cha nyimbo? Na mtu ana kitabu cha nyimbo? Kuna mtu nilimwona hapa ameingia, simuoni. Kuna mbele mmoja ameingia hapa, na bahati nzuri mimi huyo mbele tunasali naye kanisa moja, nimemkariri vizuri. Nimeona amepotea, sijui ameenda wapi. Ni wapi? Mna, sio yeye, kapotea. Waambie mimi watu wa kanisani na wajua wote, kwa mkipotea najua kwamba hapa huyu ameingia mitini. Kwa hiyo muhakikishe wale ambao tunasali wote kwa ibada msikose. Sawa ameenda kufanya mtihani. Okay. Sawa. Wimbo nambari 105. Wimbo nambari 105. Tutafakari wimbo vizuri. Hiki kitabu hakina namba 105 Kuna kitabu kingine hiki hakina 105 kimeharibika, hebu nunue kingine 105. Wangapi wanafahamu wimbo mchungaji mpenzi ukuita? Si tunafahamu? Tuimbe mchungaji mpenzi ukuita uje katika zizi lake panapo salama, akina wana wake waume vijana.
Yesu aliye kweli, huwaita kwake, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu, Bwana Yesu mchunga, akatoa maisha kwa ajili yetu, atakawa potevu waje kwake sasa, tusijihatarishe, kwake tu salama. Sikia wito wake mchungaji wetu, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu, Bwana Yesu mchunga, tusikawie tena adui Shetani, kama mbwa wa mwitu atatuharibu. Tunaitwa naye Yesu mkombozi wetu, tuingie vizini panapo nafasi, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu, Bwana Yesu mchunga. Asante rafiki yetu mwema, Mungu ambaye wewe ni mchungaji wetu, mchungaji aliyejaa huruma. Unatuita, unatusubiri kwa upole tuweze kurejea zizini mwako. Rafiki yetu mwema, huu wimbo ukalete mguso na tafakari ikaendelee katika mioyo yetu, ili sisi watoto wako tuweze kutafakari kwa kina jinsi wewe ulivyo mchungaji mwema, mchungaji ambaye umejaa upendo. Na tunapoenda kujifunza somo hili la kuhusiana na Zaburi 23 la kuhusiana na uchungaji ambao ulimtumia mtoto wako Daudi kuandika Zaburi hii, tusaidie tuweze kuelewa maneno haya ambayo yanatoka katika kitabu cha Zaburi 23. Naweka mikononi mwako watoto wako, Shetani asiweze kuvuruga ibada hii, Shetani asiweze kuvuruga ibada hii. Malaika zako watakatifu na waomba waweze kutawala katika ibada hii, na wewe ukiwepo katika ibada hii, tupatie maneno mazuri ya kuweza kuongea, tupatie usikivu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaenda katika kitabu cha Zaburi 23. Tutasoma mafungu matatu, mafungu matatu. Mafungu matatu.
Zaburi 23. Zaburi 23 inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Mstari wa 2, katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Mstari wa 4, nami nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya Daudi, unakumbuka, unajua Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo. Daudi huyu alipitia maisha mbalimbali. Daudi mara ya kwanza alikuwa mchungaji wa kondoo, na Daudi huyu alipitia uzoefu wa kwanza kumuua Goliati. Daudi huyu alipitia maisha ya misukosuko ya kwanza kufukuzwa na Sauli. Daudi huyu alipitia maisha ya vita, alipigana vita vingi sana. Uzuri wa Daudi, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anamtanguliza Mungu. Daudi ni mtu ambaye alikuwa kabla hajaenda kupigana vita, alikuwa anamwomba Mungu kwanza, anamuuliza Mungu kwanza, je, niende kupigana hii vita nitashinda? Na Mungu alikuwa anamjibu kama ndio, kama sio. Daudi aliweza kukaa miguuni pa Mungu akitafuta msaada wa Mungu. Pamoja na maisha yote aliyopitia haya, Daudi akiwa mkubwa akaweza kuandika Zaburi 23 akiwa mtu mzima kabisa, baada ya kutafakari njia zake zote, tangia alipoanza kuchunga kondoo akiwa mdogo mpaka alipofika ikulu akawa mfalme. Daudi alitafakari maisha yake, na baada ya kutafakari maisha yake akaona kwamba Mungu ndiye kiongozi. Akaona kumbe Mungu huo anatufariji, ananifariji wakati wa majaribu. Huyu Mungu ndiye aliyenipatia nguvu za kushinda vita. Huyu Mungu ndiye aliyenipatia uwezo wa kuweza kumshinda Goliati. Huyu Mungu ndiye ananilinda katikati ya hatari kubwa. Huyu Mungu ni mfariji, huyu Mungu ni mponyaji, huyu Mungu ni tabibu. Nilipougua aliweza kunisaidia. Huyu Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Daudi baada ya kutafakari hayo akasema, huyu Mungu wangu ndiye mchungaji mwema, sitapungukiwa na kitu. Daudi aliangalia maisha yake. Alipoangalia maisha yake jinsi Mungu alivyompigania, akaona kweli Mungu hakumpungukia. Daudi alipomwita Mungu katika vita alitika. Anapungukiwa nini sasa? Sasa amekuwa mfalme baada ya miaka mingi kuzozana na Sauli, baada ya miaka mingi kukimbizana na Sauli, bado Mungu hakumwacha. Daudi huyu aliona maisha ambayo Mungu alimlinda, aliona uaminifu wa Mungu katika maisha yake. Baada ya kuangalia uaminifu huo, Daudi aliweza kuandika Zaburi 23. Aliangalia jinsi Mungu alivyo mchungaji, na hii Zaburi 23 inafananisha Mungu kama mchungaji, lakini pia inafananisha sisi kama kondoo. Unajua kipindi kile Daudi alikuwa anachunga, alielewa vyema namna ya kuchunga, alielewa vyema namna ya kuwa mchungaji, alielewa vyema jinsi ambavyo mchungaji anatakiwa asafishe njia, atengeneze njia ili hawa kondoo waweze kupita salama. Daudi alifananisha Yesu Kristo kama ndiye kiongozi wetu mkubwa, ambaye huyu Yesu anatusaidia, anapita katika njia, anatangulia, anahakikisha tunafika salama katika safari ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Daudi akaandika kitabu cha Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Aliona jinsi Mungu alivyo wa ajabu katika safari ya kwenda mbinguni. Niwaambie wapendwa wanafunzi wenzangu, pasipo Mungu hatuwezi chochote. Katika masomo yetu, pasipo Mungu hatuwezi chochote. Kwa hiyo tumtegemee Mungu katika kila hali, lazima tumlilie Mungu katika kila hali, maana yeye ndiye anayetengeneza njia. Yeye ndiye anayetengeneza njia ili uweze kufika chuo kikuu. Yeye ndiye anayetengeneza njia ili uweze kupata kazi. Unapoenda katika interview, Mungu anatengeneza njia uweze kujibu vizuri na kuweza kuchaguliwa. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kukwambia ni connection, lazima una connection upate kazi, lakini kwa Mungu hakuna cha connection. Ukiwa na Mungu, ukisimama pale kujibu interview, unashangaa Mungu anakupa maneno ya kuongea. Unashangaa Mungu anawaletea wale mvuto wa pekee, wanavutiwa na wewe, unashangaa umepata kazi. Kuna marafiki wengi ambao wanawafahamu
ambao kwa kweli hawakupata connection, na hata walivyo apply wali tu hivi, yani wali apply tu hivi, walipita tu katika mishemishe zao, wakasikia tu hapo wanaomba kazi, wanafanya application. Kuna rafiki yangu mmoja anamjua, ambaye sasa hivi ni mtu mkubwa, ana kazi nzuri kwa vitu alivyovisomea. Alipita tu njiani, akaambiwa, akauliza hapo kuna nini, mbona kuna watu wengi? Akaambiwa kwamba kuna application ya kazi, aka-apply bila connection. Lakini baada ya kuitwa, watu wengi hawakuitwa. Yeye alikuwa ni mmoja wapo ya watu ambaye alifanikiwa kuingia na kuajiliwa. Huyu ndiye Mungu tunayemhubiri, Mungu ambaye hawezi kupungukiwa na kitu chochote. Daudi alivyogundua hivyo, alivyotafakari, akaona huyu ni Mungu mwenye upendo. Unaweza kuwa umekosa ada, unaweza kuwa umekosa chakula, inaweza kuwa wazazi wako uchumi ni mgumu, inaweza kuwa maisha yako ni maisha ya umasikini, inaweza kuwa wazazi wako unaona wanagombana, kuna migogoro ndani ya familia, baba na mama hawaelewani, talaka zimetokea, unajikuta ukiumia wewe kama mwanafunzi. Hata ukija darasani na unakuwa na mawazo mengi, unawaza inakuaje? Na kuambia neno la Mungu linasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wako, hutapungukiwa na kitu chochote. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kumtazama Yesu Kristo katika kiti chake cha rehema. Yeye ndiye anaye uwezo mkubwa wa kuweza kukusaidia. Yeye ndiye ana uwezo mkubwa wa kukupatia faraja, maana Daudi alikuwa anafarijiwa katikati ya mateso, katikati ya majaribu. Daudi aliweza kufarijiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mstari wa pili anasema hivi, mstari wa pili anasema katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Mpenda, unajua zamani kipindi kile cha Palestina, hawa kondoo Palestina walikuwa ni kondoo wa ajabu, walikuwa ni kondoo waoga sana. Yaani kondoo wa Palestina, huyu simba kitokea hawawezi kukimbia, badala yake wanafuata. Kwa hiyo ilikuwa ni kondoo ambao utakuwa wachunge kwa makini, uongoze kwa makini. Ndivyo ilivyo na Mungu wetu, anatuchunga na kutuongoza kwa makini, kwa sababu anajua sisi ni dhaifu, anajua miili yetu na mielekeo ya dhambi. Kwa anatuchunga kwa makini kuhakikisha tusijeruhiwe na mwovu. Shida ni yetu, kwetu, uamuzi wetu, tunaamua kupotea, lakini Mungu siku zote anatuongoza salama, anatupitisha katika njia sahihi. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo hawa kondoo walikuwa waoga, walikuwa wanatarajia sana mchungaji awe imara, asiwe mzembe, asiwe mvivu, awe makini kulinda kondoo asipotee. Kwa maana kondoo akipotea, kijijini itakuwa ni gumzo. Mimi nimeishi katika mazingira ya ufugaji kwa kidogo, na leo sijachunga sana. Nakumbuka kama nimechunga kama mara 2 mara moja. Mara nyingi walikuwa wanachunga wengine, hasa wanaume. Sasa mchungaji akirudi hana kondoo au mbuzi au mfugo mmoja amepotea, ilikuwa ni kwamba anamtafuta yule kondoo kwa hali na mali, anahakikisha mpaka amepata. Anaanza kutumia siku tatu zikipita au siku 4, anajua kwamba kumbe kondoo huyu kashapotea milele. Aidha kashaliwa na wanyama wakali, aidha yani kuna watu tu wamepotea, wamemdaka. Maana unajua kondoo kipotea, watu wakishaona amepotea wanaweza kumchukua, akamchinja, akamla au akamuuza, inawezekana. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo huyu kondoo, hawa wachungaji wanatakiwa wawe makini sana kuhakikisha kondoo anarudi salama. Ndivyo na Mungu wetu huyu anavyotuchunga, anahakikisha hata mtu mmoja akipotea anaenda kumtafuta dhambini, kule uliko katika dimbwi la dhambi. Mungu anahakikisha kukutafuta mpaka kurudishe, mpaka wewe mwenyewe ukatae na kukataa mpaka mlango utakapofungwa wa rehema, ndipo anakuacha. Lakini Mungu huyu anahakikisha anakupigania milele zote, anakupigania ili ujue kwamba Mungu anakupigania, ili ujue kwamba huyu Mungu ni mchungaji wetu mkuu. Huyu Yesu Kristo ni mchungaji mkuu. Ni pale alipotufia msalabani. Pale alipotufia msalabani alikuwa anatafuta kondoo ambao ni mimi na wewe, anahakikisha kwamba tusipotee. Anasema kwamba mstari wa pili anasema kwamba katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kondoo wa Palestina walikuwa ni kondoo ambao kwanza wanataka kula majani mabichi, wanapenda kula majani mabichi.
Hawa kondoo walikuwa wanapenda kunywa maji ya utulivu. Anaposema kwamba maji ya utulivu, anamaanisha maji ambayo yaani haya maji ambayo sio waterfall, sio maporomoko ya maji. Unajua maporomoko ya maji ama waterfall yanakuja kwa kasi kutoka katika milima, yanapoteremka yanakuja kwa kasi. Kwa hiyo kondoo wa Palestina, kwa sababu ni waoga, walikuwa hawawezi kunywa maji ya fujo. Kwa hiyo kilichotokea ni nini? Huyu mchungaji anaporudisha kondoo wake zizini, anahakikisha halali, anaondoka, anatembea, anaenda kutafuta majani mabichi. Kesho hawa kondoo wakipita, watapita wapi? Watapita njia gani? Kama kuna hatari, anaondoa hiyo hatari. Je, hawa kondoo majani mabichi yako wapi? Hawa kondoo watakunywa wapi maji? Kilichotokea ni kwamba huyu mchungaji akikuta waterfall au maporomoko ya maji ambayo anakuja kwa kasi, mchungaji huyu aliamua anachimba maji kutoka kwenye waterfall, anachimba pembeni. Haya maji yanapokuwa yanakuja kwa kasi, yanateremka, yanaingia kwenye mfereji, yanaenda kutuama kwenye kale kashimo ambayo amefanyaje, kale kashimo ambayo amekachimba. Kwa hiyo kondoo akija kesho, wataenda kunywa maji kwenye kale kashimo au mfereji ambao ameuchimba. Kwa hiyo hawa ndio kondoo wa Palestina. Ndio wewe nikwambie kitu, Mungu ametuandalia vitu vizuri sana. Majani mabichi, unaweza kaa unafikiria kesho nakula nini, unaweza kaa unafikiria kesho nakula nini, mimi kesho nakunywa nini. Mungu ameandaa kesho yako. Ndio anasema kwamba tusisumbukie kesho, tukiweza kumwamini Yesu Kristo kama yeye ndio mchungaji wetu, kama hawa kondoo walivyokuwa wanarudi zizini, wanatulia, hawana stress, hawawazi, wanajua kesho watakula. Mchungaji ndiye alikuwa anashughulika. Huyu mchungaji Yesu Kristo ndiye anayeshughulika maisha yetu. Inaweza kawa unapitia changamoto nyingi, inaweza kawa unashindwa kuelewa kesho unapata wapi ada ya kupata iweze kulipa uweze kufanya mitihani. Wakati mwingine unaanza mawazo mengi na changamoto nyingi. Wewe nikwambie, usisumbuke ya kesho. Mungu ataishughulikia kesho yako. Kinachotakiwa wewe ni kumwamini, kama wale kondoo ambao walimwamini yule mchungaji. Walimwamini kwamba huyu mchungaji ataweza kutulisha kesho, atatulisha maji ya utulivu. Katika neno la Mungu kuna utulivu sana. Tukimwamini Yesu Kristo anakupatia utulivu wa moyo. Tukimwamini Yesu Kristo kama mchungaji wetu, tunapata utulivu wa amani ya moyo na tawala katika maisha yetu. Katika mioyo yetu tunakuwa tuna furaha, hata kama tunapitia changamoto nyingi, hata kama tunapitia majaribu mengi, lakini tukimtegemea Yesu Kristo anatupatia utulivu wa ajabu, kama yale maji ya utulivu ambao wale kondoo Palestina walikuwa wanakunywa wakiwa wamerelax kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa 4 nitazungumza dakika ngapi? Msije nikawa na uhuru tu alafu muda umeshaenda. 52. Kwanza fungu la mwisho anasema, nami nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu wa mbinguni anasema, japo nitakapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Inaweza kaa umauti wako upo katika dhambi fulani, unatamani kuiacha dhambi fulani. Inaweza kaa bonde lako la uvuli wa mauti lipo katika changamoto ya uchumi. Mungu anasema, anakushauri kwamba usiogope. Anasema kwamba Mungu yupo pamoja na wewe, mshikilie na uamini. Unajua ili fungu mpaka limeandikwa lilikuwa na maana gani? Zamani zile, kipindi cha kina Daudi, kipindi kule Palestina, kulikuwa na bonde moja ambalo walikuwa wanaita ni bonde la uvuli wa mauti. Lile bonde lilikuwa ni bonde ambalo njia ilikuwa ni finyu sana. Kwa hiyo mchungaji akitaka kupitisha ile kondoo lazima awe makini, atangulie mbele, amuite kondoo. Unajua kondoo wa Palestina walikuwa na majina, walikuwa na majina yao, na mchungaji anapoita fulani njoo, anakuja, anaitika, kwa sababu anajua sauti ya mchungaji, kwamba mchungaji ananiita, ngoja niende. Anajua sauti ya mchungaji. Ndivyo ilivyo na sisi, tunatakiwa tujue sauti ya Mungu. Mungu anapotuambia tusifanye hivi, tujue kwamba huyu ndiye Mungu anayetuita. Sasa hawa kondoo walikuwa kifika pale, mchungaji anatangulia mbele. Siku zote uchungaji wa Palestina
mchungaji alikuwa anatangulia mbele, alafu kondoo anabaki nyuma. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Kinachotokea, mchungaji anaenda mbele, anamuita fulani njoo, fulani njoo, fulani njoo. Kwa hiyo ile kondoo anapita taratibu, njoo uniangalie mimi, njoo, 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 anapita. Wakati mwingine wanasaidiwa na watu katika kile kijiji, katika ile sehemu ya Palestina, wanakuwa wawili kuhakikisha kondoo, maana huku chini ni bonde. Kondoo akidondoka kwenye bonde, maanake alikutana na wanyama wakali kama simba na wanyama wengine, maanake watajeruhiwa na adui, wataliwa na adui. Kwa hiyo huyu mchungaji alikuwa makini, na ukipoteza kondoo mmoja au kondoo mmoja akaliwa na wanyama, ukirudi nyumbani unaonekana ni mzembe. Hata ungekuwa ni mwanaume unaonekana wewe hufai kuoa, kwa sababu kama kondoo unawaacha wanapotea, maana hata familia utaacha itafanyaje? Itapotea, kwa sababu wewe mwanaume ni kichwa cha familia. Kichwa cha familia ni kiongozi mkuu. Kwa hiyo huwezi kuongoza familia vizuri kama kondoo huwezi kuongoza vizuri, hata familia huwezi kuongoza vizuri. Kwa hiyo hata wanawake nahisi, hata wanawake walikuwa wanaangalia, huyu anayepoteza kondoo mimi hawezi kunioa. Mimi namtaka huyu shujaa ambaye apotezaji kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo ile bonde la uvuli wa mauti, kondoo wakipita salama inakuwa ni furaha kwa mchungaji. Ndivyo ilivyo sisi katika bonde la uvuli wa mauti. Inaweza kama tunapitia bonde la uvuli wa mauti la masomo, inaweza tunapitia bonde la uvuli wa mauti la kuangalia jinsi baba na mama wanavyogombana, jinsi baba na mama wanavyokorofishana na kupigana, jinsi baba na mama walivyokuwa na ugomvi mkubwa, jinsi ambavyo maisha yaliyopitia masomo. Inaweza kawa bonde lako la uvuli wa mauti, kuna dhambi fulani ambayo unatamani kuiacha. Mungu anakuambia leo, mchungaji ambaye ni Yesu Kristo mkuu anakuita kwa sauti ya upole, anakujua kwa jina lako, anakuambia njoo, nakuita, nitazame mimi, sikiliza sauti yangu ikinena, nifuate mimi, usisikilize maadui. Na unajua nini? Unajua kipindi mchungaji anapitisha kondoo, kulikuwa na makundi mengine mengi nyuma ambayo yapo yanasubiria, kwa sababu kulikuwa ni kanjia kadogo bonde la uvuli wa mauti. Kwa hiyo wanasubiria huyu apitishe kondoo zake, alafu na wao wafanyeje? Wao waweze kupitisha. Huwezi jua, labda alikuwa anazomewa, anaambia utadondosha wewe, anadondoka huyu, anadondoka, anazomewa, ili angalau kondoo adondoke. Hao ni maadui ambao wanaweza kukukatisha tamaa, wanakwambia huwezi wewe. Lakini Mungu anakwambia, pamoja na kelele zote za watu wanaokwambia huwezi kushinda hii dhambi, huwezi kufaulu mtihani, Mungu anakwambia kwamba wewe unaweza kufaulu mtihani. Usisikilize kelele za watu wengine wanavyosema, nisikilize mimi na uniamini mimi kwamba ninaweza kukupatia hao mahitaji, ninaweza kukupatia nguo, ninaweza kukupatia ada, ninaweza kukusaidia kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Zibaki dakika ngapi? Muda wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nambari 46. 46 nazungusha na kule kwa nini wasikilizaji? Namba 46, miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, mahali palipo heri, niwepo kila siku, miguuni pake Yesu, hakuna
pahali bora pa kuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko miguuni pake Yesu. Hapa nafanya sala kwake napewa uwezo, faraja na neema. Sikiza nikwambie, miguuni pa Yesu ni pahali pazuri. Ukimtegemea Mungu, ukimtegemea Yesu Kristo kama mchungaji wako, ukakaa miguuni pake Yesu Kristo, utakutana na faraja kubwa. Miguuni pake Yesu Kristo ukikaa, utatamani uwepo kila siku, maana ni pahali pa faraja, ni pahali pa tumaini, ni pahali ambapo tunakumbuka upendo wa Yesu Kristo, jinsi alivyotuumba hakutuacha, akatufia msalabani tulipotanga mbali na dhambi. Miguuni pa Yesu ni pahali pazuri. Miguuni pa Yesu Kristo ni pahali pa pumziko. Hapa tunapumzika pale tunapochoka, tunapumzisha dhambi zetu miguuni pa Yesu Kristo. Miguuni pa Yesu Kristo, hapa ni pahali pazuri sana pa kuweka dhambi zetu na kuweza kusamehewa. Tukiweka dhambi zetu miguuni pa Yesu Kristo, anazipeleka dhambi zetu kwa Mungu Baba kutuombea na kisha tunasamehewa. Miguuni pa Yesu Kristo tunapata kubarikiwa. Tunabarikiwa katika masomo yetu, tunabarikiwa katika kila nyanja. Wazazi wetu wanabarikiwa katika uchumi, tunapewa afya njema, tunabarikiwa kiroho, tunakuwa kiroho. Hapo ndio miguuni pa Yesu Kristo. Hatuwezi kukaa miguuni pa Yesu Kristo bila kusoma neno lake. Tulisome neno lake na tulitii. Asante rafiki yetu mwema, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Watoto wako wanaweka mikononi mwako katika siku hii ya leo, siku nzuri yenye baraka, tukidai ahadi kutoka katika wimbo huu. Utubariki, tupo chini ya miguu yako, tusamehe dhambi zetu, tupatie amani, tupatie faraja, tupatie pumziko zuri. Tunatua mizigo ya dhambi zetu miguuni pako tunapoondoka sasa na kutembea na kuelekea katika shughuli nyingine nyingi za masomo na nyingine. Baba, ukawe pamoja nasi, ukatufariji, ukaendelea kuwa pamoja nasi sasa na hata milele, kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen. Amina.